لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل آمرا بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر عظيم ورتب عليه ثوابا جليلا، ألا وهو عبادته سبحانه. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن قام بحق الله سبحانه كان حقا عليه سبحانه وتعالى فضلا منه ومنا أن يدخله الجنة بعد أن يرضى عنه سبحانه وتعالى. وقبل أيام قلائل بدأنا موسما ليس مثله موسم، ألا وهو عشر ذي الحجة، حيث اجتمعت فيه أعمال جليلة بها يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى لينال فضله ومنته ويفوز بجنته عرضها السماوات والأرض، وينجو من سخط الله وغضبه، وينجو من ناره. والله سبحانه وتعالى كريم حليم شكور لا يضيع أجر من أحسن عملا. وإن من أعظم هذه الأعمال الحج إلى بيت الله سبحانه، وهذا العمل ركن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي كل من اكتملت الشروط وكان مسلما بالغا عاقلا ذا قدرة في ماله وبدنه وجب عليه أن يحج بيت الله الحرام لينال ما رتبه الله من جزيل ثوابه وكريم عطاياه سبحانه. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi isipokuwa ni kumshukuru Allah daiman wa abada kwa neema zake na fadhila zake alizotunuku. Kubwa katika neema ikiwa ni neema ya Uislamu, ambayo leo mwanadamu ataketi usiku na mchana ili kusudi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii, hawezi kutimiza hii neema shukrani yake. Na tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kwamba ni wenye kusimamisha ibada zake, baada ya kuwa kuna baadhi ya waja wake walioghafilika wakaacha kutekeleza wadhifa wao katika kuumbwa kwao. Amesema Allahu azza wa jalla: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay
wadhifa wetu na kazi yetu hapa ulimwenguni si kula na kunywa na kulala na kuzaana baadaye tukufe tupotelee mbali, bali ni kusimamisha ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila nafasi inapopatikana unaweka ibada, na miongoni mwa neema za Allah subhanahu amejalia Uislamu umejengeka juu ya nguzo 5. Nguzo ya kwanza ikawa ni shahada 2 ambayo ni kama pumzi yetu, haifai kutuacha popote pale tulipo au wakati wowote. Nguzo ya pili ikawa ni swala, ambako tunaitika muadhini mara 5 kwa siku ili tuje tupate kufaulu na kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kuna nguzo ya 3 ni kutoa zaka kwa yule mwenye mali iliyofika nisabu na ikapita mwaka. Kisha kuna nguzo ya 4 ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambako ni siku 30 au 29 kulingana na hali, na yote hiyo ni mara moja kwa mwaka kwa minajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu. Ikaja nguzo ya mwisho ambayo ni nguzo ya 5, na hii ni katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha mara moja katika umri, ikawa mtu ataenda mbio atakavyo, lakini mara moja katika umri wake ni wajibu wake kuhiji. Kuhiji ndugu zangu katika imani ni kilele cha ibada yetu, kwa kuwa aliyehiji ameshapitia yale yote yaliyotangulia. Ikawa pale ndugu zangu katika imani kuna mafunzo tele ambayo watakwenda kujifunza. Shahada 2 inakuwa ni baina yake na Mola wake. Swala 5 inakuwa ni kwenye kijiji chake pale anaposwalia msikiti wake. Ama saumu anakuwa anajumuika vile vile na watu ambao wanamjua. Ama katika zaka amewakumbuka maskini na wasiojiweza, akawaleta karibu naye na akawa amesafisha nyoyo zao kutokana na chuki na wivu. Ama katika hija kuna safari, unakutana na watu ambao min mashariqil ardi wa magharibiha, wametoka mashariki mwa ardhi na magharibi mwake, sura ambazo hujaziona, fadlan wa minnatan min Allah subhanahu, ili muweze kujuana. Lakini je, tumejiuliza ili kwa kuwaje haja ikaanza? Ni nani muhusika mkuu katika hili jambo? Allah subhanahu wa ta'ala tuambia kuhusu Ibrahim alayhi salam, waadhin fi nnasi bilhajji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Hapo ndio wito wa haji umeanza. Tangu pale Ibrahim alayhi salam ameidhinishwa na Allah subhanahu adhini afanye wito, hali ya kuwa hakuna watu wengi pale Makka. Wito ule Allah subhanahu wa ta'ala akachukua dhima ya kufikisha mpaka sisi tukafikiwa na huo wito, na hii ni katika vile vile wema wa Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Hivyo basi ndugu zangu katika imani, katika mambo ya haji na katika nguzo hii kuu ni vizuri kuangazia mafunzo yaliyokuwa yanapatikana pale, ikiwa ni miongoni mwake kujua huyu Nabiiullah Ibrahim alikuwa kuwaje mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akhlada dhikrahu ila qiyami saa. Kuna ibada nyingi yanatajika hata katika tahiyat. Utakapomaliza kuswali au utakapomaliza kusoma tahiyat, unamswalia bwana mtume alayhi salatu wasalam na unasema kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Kwa nini? Kuna sifa alizokuwa nazo. Sifa ya kwanza kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Hakika Ibrahim alikuwa na sifa, kana ummatan,
qanitan lillahi hanifa. Sifa ya kwanza, alikuwa ni kiongozi ambaye ni mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aliyekuwa akijisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye akapata daraja hii. Kwani aliposema Allahu azza wa jalla, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin, Mola wake alipomwambia jisalimishe, silimu, nyenyekea, tii, akasema nimetii, nimejisalimisha kwa Allah Mola wa ulimwengu. Ikawa miongoni mwa sababu ya kupata imama ni kule kuwa alikuwa na yaqeen na alikuwa na imani na Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile ndugu zangu katika imani, haya yamekuja katika Qur'ani kuhusu waumini. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Enyi mlioamini, ingieni kwenye Uislamu mzima, usishike mengine ukaacha mengine. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, na wala usifuate hatua za shetani, hakika yeye kwenu ni adui ambaye uadui wake ulio wazi. Ikawa ndugu zangu katika imani, funzo la kwanza ni kuwa tushikamane na dini yetu kwa uzima bila kubagua baadhi ya ahkam. Qanitan lillah, hiyo ni sifa ya pili ya Ibrahim alayhi salam. Alikuwa mnyenyekevu, hakuwa mwenye kiburi, alikuwa mtiifu, hakuwa mwenye kwenda kinyume na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio miongoni mwa sifa za huyu Ibrahim alayhi salam. Nasi katika Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala alitupatia sifa ya masahaba na sifa ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Wanasema tumesikia Mola wetu, tumetii amri yako na tunaomba msamaha na kwako ndiko marejeo. Ikawa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mafunzo ambayo tunapata hapa ni tuwe katika kila amri ya Allah subhanahu wa ta'ala tunakuwa nasema sami'na wa ata'na, ili tupate kufaulu katika dunia na katika akhira. Unaposikia muadhini anakuita swala ya Jumaa au swala ya alasiri au magharibi au ishai, sema sami'na wa ata'na. Hausemi kwa ulimi wako peke yake, bali moyo wako yanqadu lihadha, kwani vitendo ambavyo tunaviona katika viungo vyetu huwa vinaambatana aliyo moyoni mwetu, kwani kila chombo humwaga kilicho ndani yake. Na ikiwa nyoyo zetu zitamkubali Allah subhanahu wa ta'ala, zisalimu amri yake, matendo ya utiifu yatakuwa ni mepesi kwetu. Hanifan, miongoni mwa sifa za Ibrahim alayhi salam, alikuwa ni hanif, alikuwa ni mwenye kujiepusha na ushirikina na kuelekea kwenye tauhid. Kwa nini? Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwanza katika msahafu ni kuamrisha watu wote wamwabudu yeye. Anasema Allah subhanahu, ya ayuha nnasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu, mwabuduni Mola wenu ambaye amewaombeni nyie na akaomba waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha yeye subhanahu wa ta'ala. Nalo katazo ya kwanza ni kukataza watu kufanya ushirikina. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, basi msijalie pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala miungu mingine ya kuabudiwa, nanyi mnajua kwamba mwenye kuumba, mwenye kuruzuku, mwenye kuponya, mwenye kuwa anahifadhi waja wake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ardhi unapoiona, bingu unapoiona,
milima unapoielekea, miti unapoitizama, jua mwenye kuumba ni Allahu jalla fi'ala, naye peke yake ndiye anayestahiki kuabudiwa, hapana mwingine. Na ndipo miongoni mwa neema na fadhila za Allah akajalia Qur'ani yote inaelekeza katika tauhid, imma amran lahu, inaamrisha tauhidi, au nahyun an dhiddihi, au kukataza kinyume cha tauhid ambao ni ushirikina, au kueleza hatima ya mwenye kumpekesha Allah au hatima ya mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ili mambo yawe wazi. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, ili yule mwenye kupotea apotee hali ya kuwa ako kwa mwangaza, na yule mwenye kufaulu afaulu hali ya kuwa yu ndani ya mwangaza. Na hiyo tauhid, ndugu zangu katika imani, ndiyo uhai wa kweli, ndiyo afya ya kweli, ndiyo sifa ya kusifika nayo mwanadamu, kwani kinyume chake ni matusi, kinyume chake ni udhalilifu. Na ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akajalia mitume wake walikuwa wakilingania katika hili jambo kila wakati. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, kwa hakika tulituma katika kila umma, kila karne, mtume ambaye kazi yake ni kuamrisha watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wajiepushe na ushirikina, wajiepushe na taghut, wasiwaabudu malaika, wala wasiwaabudu mitume, wala wasiabudu milima, wala wasiabudu miti, wala wasiabudu waja wema, kwani hawana sifa za uungu. Hao ni watu na ni viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile, walam yaku minal mushrikin, ay tabarra min ash-shirki wa ahlihi, hakujihusisha kamwe Ibrahim alayhi salam kulingamana na hali aliyojua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunarudi katika hajj, ikiwa sifa ya mwenye kuadhini, mwenye kuita watu kwa amri ya Allah ni sifa hii ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, idhan a'malul hajj kulluha qa'imatun ala at-tauhid min awwaliha ila akhiriha. Hizo amali zinasimama juu ya kumpekesha Allah kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake. Unaposema labbaik Allahumma hajja, unatii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, la riaa fiha wala sum'a, haina kutaka kutajika wala kutaka kusemwa. Katika labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, ambao ni talbia inakuwa wakati wa hija, yote inaonesha kwamba mwenye kuabudiwa na kustahiki kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya nne ya Ibrahim alayhi salam, shakiran li an'amihi, shakiran li an'amihi, alikuwa ni mwenye kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, neema ya watoto, neema za wake, neema ya hidayah. Na hivyo hivyo tafaa tudumu katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allahu azza wa jalla, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwamba tumshukuru yeye kwa neema zake, na tukimshukuru anatuzidishia katika neema zake na ziada katika neema. Miongoni mwake, ndugu zangu katika imani, ni ile neema ikufae, ni ile neema idumu, ni ile neema isikuondokee. Kwa hivyo nafaa ukiwa na neema yako yoyote ambayo umepatiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tumshukuru Allah.
usikuwe na ubepari na kiburi na kuona ni kwa ajili ya ujanja wako au degree zako au nguvu zako, bali ni kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala ameandika ile neema na akakukhtari kwa ile neema na akataka ikujie. Laula fadlullahi alayk, law si fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako, ile neema haingekupata. Law si wema wa Allah subhanahu wa ta'ala, ile neema haingedumu. Law si minna ya Allah jalla wa ala, ile neema ingegeuka ikawa ni nikma. Fa unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kaifa yakunu shukru? Nitamshukuruaje Allah subhanahu wa ta'ala? Kwanza kwa kusema alhamdulillah. Angalia Ibrahim alayhi salam alivyosema, alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasamiu du'a. Sifa zote njema na shukrani za Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amenijalia watoto, miongoni mwao ni Ismail na huyo mwingine ni Ishaq, hali ya kuwa mimi ni mzee. Rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Alikuwa mtu mzee ashakata tamaa, Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia. Hapa anasema alhamdulillah. Sisi tunasema alhamdulillah mara ngapi kwa siku? Tumesema neema kubwa ni Uislamu. Leo utasema alhamdulillah kutoka asubuhi mpaka jioni, jioni mpaka asubuhi. Vile vile hatutuwezi kutimiza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu Ibrahim alayhi salam anamshukuru Allah kwa neema ya watoto na neema zinginezo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia. Namna ya pili ya kushukuru ni kukiri kwa moyo wako kwamba neema yote ulionayo haitoki kwa yeyote isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi moyo wako unakuwa muallaqan billahi subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa yeye ndiyo mwenye kuandika neema na yeye ndiye mwenye kufikisha kwako na yeye ndiye mwenye kufanya ikufae. Namna ya tatu ni kutekeleza matendo yanayoambatana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allahu azza wa jalla, i'malu ala Dauda shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Enyi familia ya Daud, tekelezeni matendo ambayo ni ya utiifu kama namna ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na wachache katika waja wa Allah ndio wenye kushukuru. Hivyo ndugu zangu katika imani, kuchinja udhiya au kuhiji ama kufuata sheria ya Allah katika haji na kuswali na kutoa zaka na kufunga na kushikamana na tauhidi ya Allah, hii ni katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya Uislamu na neema zingine zote ambazo ametujalia. Idhan shakiran ya nu'mi, Allah subhanahu wa ta'ala akamchagua, ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Kufuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi yako na watu wa nyumba yako na watu mnaoswali nao ni sababu ya kuchaguliwa na Allah, ni sababu ya kunyanyuliwa daraja, ni sababu ya kuhifadhiwa, ni sababu ya kuneemeshwa katika dunia na katika akhira, ni sababu ya kupata hayatan tayyiba, ni sababu ya kupata thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, ni sababu ya kuthibitishwa katika siratillahi almustaqim. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana min jazai llahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi almu'minin almuttaqin. Ni kama wanapata wema katika dunia na wema katika akhira. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala akajalia
katika dunia anapata wema. Tutauliza, wema katika dunia aliopata Ibrahim alayhi salam ni kama upi? Nami na nyinyi tutafute huo wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwake ni utajo mzuri baada ya kufa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Unatajika kwamba ulikuwa katika ulimwengu na ulifanya ABCD. Uliweza kujenga msikiti, uliweza kusaidia mayatima, uliweza kuchapisha msahafu, uliweza kusomesha watu dini. Unapata lisana sidqin fil akhirin. Na khasara, kullu khasara, ndugu zangu katika imani, ni mwanadamu wazaliwe watu wafurahi, afe watu walie, na baada ya masiku machache asaulike. Kwa nini? Hakuna athari aliyoiacha ambao ni sababu ya kutajika kwa wema. Huyu ni Ibrahim alayhi salam. Kila mwaka la yakhlu albayt illa wa hunaka man yahuj, haipiti mwaka isipokuwa kuna mwenye kuhiji. Kwa ile adhana aliyoadhini ya kwanza, kwa ile wito aliyoitana. Je, mimi na nyinyi tumejiwekea nini ambayo ni sababu ya kutajika baada ya kuondoka katika ulimwengu? Miongoni mwa wema katika dunia ni kupata kizazi kizuri. Rabbi habli minas salihin. Unapata watoto watakaosimamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuondoka. Si watoto ambao watakuwa ni sababu ya wewe kulaaniwa kwa ule upotovu wa nidhamu au mahangaisho wanaohangaisha wanadamu, bali wanasema Mwenyezi Mungu amrehemu babako, Mwenyezi Mungu amrehemu mamako, kwani amekufunza namna ya kuishi na watu. Miongoni muhasana fi dunia ni kupata mali ambayo haitakuwa na mabaya yanayokujia baada yake. Ai rizqan hasana, rizqan tayyiba, rizqan halala, riziki ambayo ni nzuri, riziki ya halali, riziki ambayo ni njema. Na nikawa katika kila siku unapoamka asubuhi, adhkari ambazo unafaa usome, miongoni mwake Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kwani haya yote matatu, ndugu zangu katika imani, miongoni mwa elimu yenye kunufaisha na amali nzuri yenye kutakabaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na riziki ambayo ni njema, ni sababu ya kupata hasana fi dunia, vile vile katika akhira. Wa innahu fil akhirati la minas salihin. Unachopanda hapa duniani ndicho unachovuna akhira. Ukipanda wema utavuna wema, na ukipanda uovu utavuna uovu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Unapofanya wema, wema ule unauchumia nafsi yako na utalipwa katika yale uliyoyatekeleza. Na ukifanya uovu, jua nafsi yako ndio umechumia uovu. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na Mola wako hamdhulumi yote katika waja wake. Ndugu zangu katika imani, wa innahu fil akhirati la minas salihin. Kwani anapokuwa mtu ni mwema, Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kwa ule wema wake malipo yaliyo makubwa. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala ni shakurun halim, analipa wema mkubwa analipa malipo makubwa kwa wema mdogo, na yale ambayo ni mabaya waja wake anawasamehe subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, thumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan wama kana minal mushrikin.
kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamletea wahi bwana mtume alayhi salatu wassalam afuate mila ya Ibrahim alayhi salam, mila ya mtu aliyekuwa amesimama juu ya kumpekesha Allah na kunyenyekea kwenye amri yake, na vile vile kuwa daima ana takwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kuwajali waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na kujali hata vizazi vinavyokuja. Subhanallah, angalia miongoni mwa mambo aliyoyafanya Ibrahim alayhi salam ni dua, kuombea wale wanaokuja. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ibrahim alayhi salam na mwanawe alayhi salam ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliowema, wanafanya kazi sharifu ya kuinua misingi ya al-Kaaba ambayo tunaelekea katika swala zetu. Wanaohiji wanatufu, Allahu akbar, lakini juu ya hilo hawajakuwa na kujiona. Wanasema rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Mola wetu tutakabalia amali yetu hii, hakika wewe ni mwenye kusikia na mwenye kujua hali za waja wako. Ikawa ni funzo kwetu vile vile, ndugu zangu katika imani, tunaposwali, tunapofunga, tunapotoa sadaka, tunapochinja udhiya, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atakabali. Kwa nini? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, amali ambayo inakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala si ya mwingine isipokuwa ni yule ambaye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hata katika udhiya ambao tunaendelea kuchinja, bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal minni, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? la yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, yale mnayochinja miongoni mwa ngamia au ni ng'ombe au ni mbuzi au ni kondoo kwa minajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, damu zile wala nyama zile hazimfikii Allah subhanahu wa ta'ala. Kinachomfikia ni taqwa, unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika dua ambayo Nabiullah Ibrahim, unapoenda Makka kuhiji, utamsikia katika sehemu kadhaa wa kadhaa alikiomba wakati wananyanyua al-Kaaba. Itakuwaje mimi na nyinyi ndugu zangu katika imani, walio wanyonge katika imani zao, walio wadhaifu katika amali zao, walio wanyonge hata katika mambo mepesi, tusimuombe Allah subhanahu wa ta'ala atakabalie katika amali zetu japo ndogo. wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhak biwajhin talq. Vile vile wakaomba rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina, wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie ni katika waliojisalimisha kwake. Allahu akbar. Ndio kasikia katika suratul Fatiha mara 17 unasema ihdina siratal mustaqim, kwa kuwa unapoongozwa katika siratal mustaqim ukawa ni Muislamu, unahitaji ila hidayatin ukhra katika ibada zako na katika thabat ala siratal mustaqim. Ndio wakamwomba Allah awajalie wao ni wenye kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wakaombea wanaokuja, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, rabbana wab'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma innaka anta al-azizul hakim.
wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atumie hao mtume ambaye ndokana wao atakayewasomea kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, atakayewasomea aya za Allah subhanahu, si mwenye kuwafunza kutokana na akili yake au na matamanio yake, bali anawafunza na kuelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulingamana na wahi Allah subhanahu wa ta'ala mjalia. Na awe ni mwenye kupatia tazkia, kuwasafisha kutokana na tabia mbovu au itikadi mbovu au maadili yaliyo maovu. Vile vile anawasomea alkitab ambao ni alquran wal hikma ambao ni sunna ya bwana mtume alayhi salatu wasalam. Hii kaonesha miongoni mwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala ni kujalia Uislamu umejengeka katika millata Ibrahim alayhi salam, ambaye alikuwa ni hanifan musliman wa lam yakun minal mushrikin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ndugu zangu katika imani, haya ni baadhi ya mafunzo ambayo tunayapata katika jambo au swala nzima la hija. Mafunzo ni mengi na wakati ni mfupi, lakini yaliyo machache yanamfaa mja ikiwa anayatumia, na yaliyo mengi japo yawe ni kurasa ngapi, lakini usiyatumie yanakuwa ni hujja dhidi yako siku ya kiyama. Kwani bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: wannasu yagdu fabai'u nafsahu famu'tiquha au mubiquha, watu kila siku wakiamuka wanakuwa wenye kuuza na kununua. Kuna wale wenye kuangamiza nafsi zao na kuna wale wenye kuzikomboa nafsi zao. Wanazikomboa kwa kutekeleza wadhifa wao wa kuwa hapa duniani, na wanaziangamiza nafsi zao kwa kule kutotekeleza na kupuuza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, au kujitosa katika mambo ambayo ni maangamivu miongoni mwa madhambi. Ama Muislamu ambaye amejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aliyejisalimisha mzima mzima, udkhulu fi silmi kafa, maisha yake yanakuwa yanaterema, maisha yake ni mazuri kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yajtabihi wa yahdihi ila siratihi almustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala anamnyanyua na anamchagua na anamuongoza katika njia yake iliyonyoka. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, ni wajibu wa kila mmoja wetu kudumu katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kujiombea nafsi zetu khairi katika dunia na khairi katika akhira, kuombea watoto wetu Allah subhanahu wa ta'ala waongoze, na kudumu katika kupatia wasia kwamba wadumu katika Uislamu hata baada ya sisi kuondoka, na kumuomba na kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kutatua matatizo ambayo yanatukumba katika kila siku. Kisha itikadi yetu ikiwa imesimama juu ya la ilaha illa Allah daiman wa abada, kama vile pumzi zetu zilivyo. Na amma sala ambao ni mizanu ni yaumi, ni mizani ya kila siku ya kila mja,
tusiwache swala, kwani hii ni katika kuhifadhi Uislamu wetu, ni katika kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, na ni katika hali ya kunyanyuliwa daraja na kufutiwa madhambi kila kuchao tutakuwa tumesimamisha swala, na ni alama ya kwamba tumejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala vilivyo, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Tofauti iliyo baina ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu ni kusimamisha sala, kukaiswali kwa wakati wake na sehemu yake na masharti yake kwa ukamilifu wake na kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na hii swala, ili iweze kuzaa matunda mema sasa na baada ya kufa kwetu. Vile vile ndugu zangu katika imani, ni kule kuwa na nia safi kila wakati kwa yale matendo ambayo haujakuwa wenye kuyafikia. Mwakani kutakuwa na hija, tia nia ya hija, na mwakani kutakuwa na ibada fulani, tia nia, kwani niyatul mu'mini ablaghu min amalihi, nia yako iko na uzito mkubwa hata kuliko amali yako, na Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika dhana ya mja. Hadha wa sallu wa sallim ala man amarakum Allah bis salati was salami alayhi faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.